بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tuanza kumsifu na kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Sala na salam zimwendee wa mwisho wa manabii mbora wa viumbe, mpenzi wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na ahalize na sahaba zake kiram na waislamu wote watajikubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema hadi siku ya mwisho. Ya Allah, nasi tunakuomba utujalie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Leo watukufu Waislamu, tunaendelea katika kitabu chetu Suwarun min hayati sahaba, picha kwa ufupi ya maisha ya maswahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na leo tutaanza kumzungumzia wa kwanza kabisa katika masahabiyat, maswahaba wa kike, ambaye ni sahaba anaitwa Ummu Salama radhiyallahu anha. Ummu Salama, wama adraka ma Ummu Salama radhiyallahu anha, ndio neno ambalo mtunzi ameanzia kwamba Ummu Salama au Mama Salama. Ni kipi kinachokutambulisha wewe umfahamu Mama Salama huyu? Amma abuha, ama baba yake, fasayyidun min sadatil mahzumin almarmuqin. Baba yake ni kiongozi, alikuwa ni kiongozi katika viongozi wa ukoo wa kabila la Al-Makhzum Al-Marmuqin. Akaweka sifa mtunzi wa kitabu ya kwamba alikuwa ni mmoja katika viongozi wa kabila la Al-Makhzum, katika wale wenye daraja ya juu kabisa. Wajawadun min ajwadil arabil ma'dudin, na alikuwa ni mkarimu katika makarimu wa Kiarabu wenye kuhesabika, ambao walikuwa sio wengi wa mfano wake. Kwa ukarimu wake, hatta innahu kana yuqalu la, alikuwa akiitwa, watu walimuita wakampa jina ya kwamba ni Zadur Rakib. Yeye baba yake na Ummu Salama alikuwa ni pamba ya safari ya msafiri, ndio jina walimpa, pamba ya safari ya msafiri. Lianna arrukbana kanat la tatazawadu, kwa kuwa wasafiri walikuwa hawachukui pamba ya safari idha qasadat manazilahu, wanapokusudia nyumbani kwake. Yani wakifika nyumbani kwa baba yake na Ummu Salama, walikuwa hawahitaji kuendelea na safari yao, kwamba watajiandaa waweke pamba ya safari. Wataikuta pale kwa mzee, atawafungashia yale ambayo atakayowasaidia katika safari yao, au sarat fi suhbatihi, au wale ambao walikuwa wakishirikiana katika msafara, alikuwa hawaruhusu wao kwamba wajiandae. Tutaondoka kesho, huduma zenu zote ziko juu yangu mimi. Tabia mbaya nzuri jamani. Yani watu waseme, inatisha kidogo. Sasa achana naye huyo, watu wanataka kusafiri, wewe mwenyewe ndio uchukue gharama. Laiti maskini angekuwa ni Muislamu huyu, alikuwa amejipatia, alikuwa amevuna. Naam,
Hii ilikuwa ni sifa kidogo baba yake na Ummu Salama. Wa amma zawjuha, ama mme wake sasa, mme wa Ummu Salama, fa Abdullah ibn Abdil Asad. Mambo ya majina ya Kiarabu. Alikuwa ni anaitwa Abdullah, mja wa simba. Sisi tunaitwa ni Abdullah, mtu anaitwa ni Abdul Asad. Yaani unaona kama ile simba ni kitu kikubwa, ukijisegamiza kwacho basi umefaulu. Hata sisi hapa kwetu nyumbani Burundi tuna msemo wa kuisifu simba, kuonesha kwamba ni kitu cha hatari. Astaghfirullah. Atuhagarikiwe ningwe ngwagira gute waravoma. Yani bombani wakwa zama hizo ilikuwa bomba ni limoja kwa mji mzima. Sasa wenye kuchota pale nataka waona nguvu, watu ilikuwa ni shara na pambana pale. Vidume ndo Warundi wakaweka mithali ya kwamba eti ukisimamiwa na simba basi utachota maji. Lakini simba jamani, tukiipiga risasi hili limoja inakuaje? Maiti. Hamna chochote. Allah katufunza sisi Waislamu, akatuambia je, watawakkalu ala alhayy alladhi la yamut. Mtegemee yule aliyekuwa hai peke yake, hapatwi na umauti. Allah katakutegemea akatupa jina lake ambalo kubwa, jina ambalo kuonesha kwamba yeye ndiye wa milele peke yake. Vingine vyote utavyojivunia kuna siku itaondoka. Kwa hivyo huyu Abdullah ibn Abdil Asad ndio alikuwa baba yake sasa, na mme wa Ummu Salama ndio alikuwa anaitwa Abdul Asad. Mja wa simba wewe. Abdullah huyu mme wa Ummu Salama alikuwa ahadul asharati as-sabiqina ila al-Islam. Alikuwa ni mmoja katika watu 10 waliotangulia kuingia katika dini ya Uislamu. Allahu akbar. Ona hii neema ndugu zangu. Katika watu 10 wa mwanzo kumwamini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, mme wa Ummu Salama alikuwa. Idh lam yuslim qablahu, kwa kuwa hawakuslimu kabla yake, illa Abu Bakr Siddiq, isipokuwa Abu Bakr Siddiq, wa nafarun qalilun, na kakundi kadogo, la yablughu asabi'a liyadaini adadan, kakundi kadogo ambako hakafikiri idadi ya vidole vya mikono miwili. Yani haifikiria hata 10, walikuwa bado ngaliki wachache kabisa. Bimana Abdullah ibn Abdul Asad ni katika minasabiqina alawwalina, wale wa mwanzo kabisa. Wa amma ismuha, ama huyu ambaye tunamzungumzia Ummu Salama, jina lake la uhakika sasa fa Hindu. Alikuwa anaitwa Hindu, ndio jina lake la uhakika kabisa. Lakinaha kuniyat bi Ummi Salama, lakini aliitwa hivyo Ummu Salama. Na hii ni sunna ndugu zangu. Sunna ni mtu kuitwa baba fulani au mama fulani. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni Abul Qasim, baba Qasim. Ndio unasikiaga kwenye mipodo ya mawaidha watu wakimsifu mtume wanasema ya Abul Qasim, ya Rasulullah. Yani kumsifu kwa kumuita kwa baba fulani ni sunna. Bado wakati mwingine hata ujazaa unajipa kwa jina hilo. Hata kama ujazaa unajipa hilo. Waselibateri mnasemaje? Wale wenyewe wajaoa. Na hamna shida. Mtu anajiita. Na ni sifa, sio jina. Naam. Tumesikia inaitwa ni kunia, ni kunia. Kunia ni jina kabla la kupangwa tu. Juma jina yetu shekhe, ukisema uongo yamejaa. Mfano Khalid, maana yake wa milele. Ni kweli. Na atafanya acha, atakufa. Kina anaitwa na Khalid. Ni jina hilo.
Sisi tunaenda kiubinadamu vyetu sisigamizi kwa Allah tabaraka wa taala. Naam. Kwa hivyo alipewa kunia ya kuitwa Mama Salama, thumma ghalabat alaiha alkunya, kisha hiyo kunia yake, hilo jina la kupangwa ndo likashinda jina lake la asili, akazoeleka kwa Mama Salama. Na Salama hapa ndugu zangu, jambo la kukumbusha, sisi huku kwetu Afrika tukisema Salama ni mtoto mwanamke au kiume? Wa kike, lakini Mwarabu hii Salama ni mwanaume. Usishangaa. Si tuna makosa mengi, tunaenda kiaina aina tu. Unaona sisi tulivamia, watu walivamia lugha bila kuijua. Kwa hivyo watu wakaweka tu vitu. Salama mtoto mwanamke. Lakini huyu Salama ambaye ametajwa hapa ni mtoto mwanaume. Aslamat ummu Salamata ma'a zawjiha, alislimu Mama Salama, ummu Salama pamoja na mume wake. Fakanat hiya al-ukhra min as-sabiqati ila al-islam aidan, na yeye huyu ummu Salama akawa katika waliotangulia katika Uislamu, akawa ni mwingine katika waliotangulia katika Uislamu kuslimu, yani wale wa mwanzo kabisa. Wama insha'a naba'u islami ummi Salama wa zawjiha, iliposambaa tu habari ya kuslimu kwake ummu Salama pamoja na mume wake, hata hajat Quraishun, Makuraish walisimama kwa asira, wamajat, na wakawa wamechanganyikiwa kama vile wanaonaga maji ya bahari wakati wa mawimbi ile, wakati wa upepo mkali gisi mawimbi yanachanganyikiwa yanakwenda huku na huku. Yani Makuraish walisimama kwa asira kama wenda wazimu. Waja'alat tasubbu alaihima min nakaliha, wakawa wanaanza kuwafanyia maudhi ya hali ya juu. Ma yuzalzilu summas asfilabe, maudhi ambayo kwa uzito wake na ukali wake yanaweza katikisa hata yale mawe makubwa yenye yamezama ndani ya udongo. Yale mawe makubwa yanaweza katikisika. Yani hii ni balagha kuonyesha kiasi gani maudhi yalikuwa. Lakini falam yad'ufa, wote wawili mume na mke hawakudhoofika kutokana na maudhi, hawakudhoofika. Walam yahina, wala wakuokopa kwamba warudi nyuma. Walam yataraddada, wala hawakusita eti waanze tutoke tusitoki. Walibaki imara katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Walamma ishtadda alaihim al-adha, lakini maudhi yalipowawea mazito zaidi, yalipozidi, wa adhina ar-rasul sallallahu alayhi wasallam li ashabihi bil hijrati ila al-habasha, na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatoa ruhusa kwa maswahaba zake baada ya kuona hali ni nzito na hana uwezo wa kuwazuia Makuraishi. Na hii inatufunza ndugu zangu, twende pole pole. Hasa tunawaambia vijana wale wanajista wana harakati, watu wa majihadi, tunawaambia maudhi wanafanywa maswahaba na mtume iko. Chenye alifanya, aliwapa ruhusa kuhamia wapi? Habasha, Ethiopia. Kuonesha kwamba maadama hamjajipanga, msiingie katika vita nyamto iweza. Watu wanaenda kupigana vita, watu watano mko na bunduki moja. Unampokeza mwenzako. Si teatre hii. Hamuoni kama ni comedy? Vitani mtapokezana bunduki kweli? Mtapokezana silaha. Mwenye akiumia hamna nafasi kwenda kumtibisha. Yani watu wanaenda tuete Allah ni muweza. Yani wanaingiza kwenye akida kinyume na nafasi yake. Wewe ukimuuliza wewe Allah ni muweza, kwa nini unalala unafunga mlango? Jamani, Allah ni muweza sio muweza? Acha milango wazi. Ujilalie tu. Au kijenga nyumba sokoje kuweka mabati wala madirisha wala milango. Allah ni muweza, hata mvua ikipiga ataikatisha pembeni. Hawezi? So acha usiweki mabati, usiezeke kama yote, acha ulale hivyo.
waone kama fisi itakokota mguu. Sasa vitu vya hivyo wanaingiza akida kwenye nafasi yake. Allah ametupa akili na ametuwekea taratibu ya maisha. Akawaambia mtume, anamwambia mtume na maswahaba, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'iddu lahum mastata'tum bil quwwa, jiandaeni kisawasawa upande wa nguvu kata kupambana na hao. Kama ameambiwa mtume, sisi mimi na wewe itakuwaje? Mtume anawaambia maswahaba zake hana la kufanya, anawapa tu ruhusa waelekee wahamie Habasha. Basi alivyotoa hiyo ruhusa, kana fi tali'ati almuhajirin, Salama na mume wake walikuwa miongoni mwa waliohama hijra ya mwanzo kabisa. Allah aliipa sharafu kontina yetu ya Afrika, wakahama kutoka Maka, hawakwenda nchi ya Kiarabu, wakaja wapi? Afrika. Madat Salamata wa zawjuha ila diyari al-ghurba. Salama na mume wake wakaelekea katika nchi ya, wakaelekea ugenini huko. Wa khallafat waraaha fi makkah baitaha al-badhi, wakaacha nyuma ya migongo katika mji wa Makka nyumba yao ya fahari, nyumba nzuri, wa izzaha ashamikh, na matukufu yao makubwa yote wakaacha. Yani unaenda kuwa mbunzi, refugee, mkimbizi, wakaacha nyuma. Wana sabaha al-ariq, na nasaba yao nzito yote wakaacha nyuma. Yote hayo kayafanya Salama muhtasibatan dhalika kullahu inda Allah, akitaraji malipo tu mema kwa Mola wake Allah tabaraka wa taala. Mustaqillatan lahu fi jambi mardati, akijitenga na vyote akajitupa atakamwelekea Allah kutafuta tu radhi zake Allah tabaraka wa taala. Dini ni muhanga kila siku ndugu zangu, ni sacrifice, muhanga. Sikiliza wenzetu, maisha ya maswahaba ilikuwa ni mihanga tu. Sasa wewe leo muhanga yako ni kwa ajili ya maisha yako na mke wako na watoto. Uislamu na ufanyia nini? Andaa majibu utapoulizwa kaburini, madinuka. Andaa majibu. Kwa hivyo Salama akawa amejipanga hivyo, wakahamia Ethiopia. Wa ala raghmi mimma laqiyatuhu Salamata wa sahbuha min himayati Najashi, pamoja na yale ambayo Salama alikutana nayo huko Ethiopia, yeye pamoja na mume wake, min himayati Najashi, ya himaya na kuhifadhiwa kutoka kwa mfalme wa Ethiopia ambaye alikuwa anaitwa An-Najashi. Nadhara Allahu fil jannati wajhahu, Allah aupe nuru uso wake ndani ya pepo. Maana alislimu na An-Najashi, alislimu ni radhiyallahu anhu, alislimu yumfal. Tutakisikia kisa chake, tutafikia kwenye tukisogea huko mbele huko. Naam, pamoja na kwamba walikuwa wako vizuri kule Ethiopia, faqad kana shauku ila makkata mahbitu alwahi, shauku yao, hamu yao ilikuwa ni Maka tu, mashukio ya wahi kule kwenye Qur'ani na teremka. Yani wameenda Ethiopia, wamekosa ile ambiance spirituelle, ile raha ya kiroho, starehe ya kiroho ya kuyasikia maneno ya Allah bado anateremka. Yani aya inamteremkia mtume, anayumba, wanaviona yani sura halisi, kisha wanamsikia mtume anawasomea aya, wakawa wameipoteza hiyo starehe. Walhaninu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, na wakawa na ile shauku vile vile ya kumuona mtume wao Muhammadun sallallahu alaihi wasallama. Kwa lugha yenu ya mjini eti walimisi, eti lugha yenu ya mjini eti walikuwa na shauku ya kumuona, ambaye mtume huyo masdarul huda, ndiye chimbuko ya uongofu. Kwa hivyo hiyo shauku yafri kabidaha wa kabida zawjiha faryam, ilikuwa hiyo shauku yani
unguza, ikiunguza mioyo yao ukweli wa kuiunguza, yani hawana raha pamoja na kuwa wamepokelewa vizuri. Halafu balanya ikatokea. Saa ilikuwa ni hii: thumma tataba'atil akhbaru ala almuhajirina ila ardil habasha. Ikaja sasa ikatapakaa, ikasambaa habari katika wale muhajirina wale waliohamia Habasha, kwenye ardhi ya Habasha, bi anna almuslimina fi makkah, kwamba waislamu katika mji wa Makkah qad kathura adaduhum, idadi yao imeongezeka, wa anna islama Hamza ibn Abdul Muttalib, na kwamba uislamu wa Hamza ibn Abdul Muttalib alislimu, wao wako huko uhamishoni, wa Umar ibn al-Khattab, na kwamba kuslimu kwa Umar ibn al-Khattab wako uhamishoni wao, qad shadda min azriha min azrihim, kwamba umeupa nguvu Uislamu, Waislamu idadi. Halafu kaingia Hamza, kaingia mwana Umar, kwamba hayo mambo yamezidisha na kuwapa Waislamu nguvu. Wakaffa shay'an min adha Quraish anhum, na kwamba yameziwia baadhi ya matatizo na maudhi kutoka kwa Makuraishi, kwamba watu kule hivi ni afadhali jamani. Unajua mtu ukiwa nje ya nchi, habari unasikiaga ni za hatari, wanaanza kuambia bana hivi, nakwambia Nyarumanga hivi wamewekea mabomba, ukifungua ni maziwa tu, watu wanakunywa maziwa kutoka mnani. Unashangaa, maziwa kweli? Maadamu hauko unaona kweli habari hiyo ni ukweli. Sasa habari imesambati Maka hivi shwari kabisa, Hamza, Umar, na idadi ya usema kuwa nyingi hivi, watu ni shwari kabisa. Fa'azama fariqun minhum ala al-audati ila Makkah, likaazimia kundi miongoni mwao wale waliohamia Ethiopia kurejea Maka, likachukua maazimio kurejea Maka, kwamba wanataka warudi sasa katika mji wa Maka. Kitu gani kinawasukuma? Yahduhum shauqu, wanasukumwa na ile shauku. Kwa hivyo ukipata tu kitu kadogo naaminisha hapo hapo tu, na haitoshi. Wayad'uhumul hanin, na ile nostalgia mnasema nyinyi wa Faransa, ile hamu ya kuona mji wako fasi kwenye ulizaliwa imewapiga kabisa katika mioyo yao. Walivyosikia hiyo habari, haya tunarudi sisi. Fakanat Salama wa zawjuha fi tali'ati al-aidina, akawa Salama pamoja na mume wake wako miongoni mwa watakao rudi. Safara mrefu. Lakinna sar'ana maktashafa al-aiduna, lakini walivyofika tu haraka na upesi walibainikiwa wale waliorudi, annama numiya ilaihim min ahbari, kwamba ile habari walioletewa, yale walioambiwa miongoni mwa habari ya kwamba Maka hivi ni shwari, kana mubalaghan, ilikuwa ni mubalaghan fihi, yani ni habari ambayo ilikuwa imewekwa chumvi. Mubalagha ni mtu anakuelezea, anaongeza na yeye kwake, kwamba bana hivi Maka kabisa safi kabisa, watu wanasali kama kawaida. Kumbe ilikuwa ni chumvi wameongeza tu, ilikuwa ni kitu wameongeza tu, ni ziada. Wa anna alwathbata allati wathabaha almuslimuna baada islami Hamza wa Umara, na kwamba daraja walioifikia Waislamu, hali waliofikia Waislamu baada ya kuslimu kwa Hamza na Umar, hiyo daraja hicho kitu ile wanasema agahengwe, walikuwa wanaona vile watapata kaunafuu fulani. Hicho kitu ambacho Waislamu walikuwa wanakiona, kad qubilat min Quraishin bihajmatin akbar, ilipokelewa kama Quraish wakajipanga sasa kuwavamia na kuwashambulia Waislamu, mashambulizi ya zaidi ya ziada,
maudhi ya ziada. Kwa hivyo wale waliorudi badala ya kukuta ni afadhali wakakutana ni ashad, ni zaidi. Ya Rabbi, faftanna almushrikuna fi ta'dhibi almuslimina, walizidisha mushirikina katika kuadhibu Waislamu, watarwi'ihim, na kuwasumbua, wa adhaquhum min ba'sihim ma la ahada lahum bihi min qabl, na wakawaonjesha Waislamu adhabu ambayo walikuwa hawajapata kuionja kabla ya hapo. Yani maudhi yalizidi zaidi ya hapo. Ndio na wenyewe sasa wamerudi, wanafika wakajikuta wameanguka mshimo. Kwa hiyo hali mtume anaona tena na hao wamerudi. Mmerudi wapi jamani? Mnakuja huko sasa tunaambiwa kwamba hakuna, mambo ni mazito. Inda dhalika, katika hiyo hali hiyo, adhina rasulu sallallahu alayhi wasallam li ashabihi bil hijrati ila al Madina. Mtume akatoa ruhusa kama swahaba zake, jamani, kimbilieni Madina, kimbilieni Madina. Kamanda wa jeshi anabakiaga mshande bataya, au sio jamani? Yuko uwanjani anawatuma vijana, mwendeni huko, sisi tunabaki tunapambana. Sasa watu wenye kuwatuma vijana wetu kwenda kupigana jihadi, mbona wenyewe waendi? Vijana wanahimiza msiwafuate au mashehe, mwendeni mkapigana. Mwambie shehe, na wewe nenda kwanza. Unakaa hapo unabadilisha tu kanzu na wake tu, unakula chapati na msosi, afu wa vijana ndio wanawatuma huko. Nenda na wewe kwanza. Ache kuisha watu wanaishi kwa damu za vijana. Allah atawauliza kwa kweli. Mtume akatoa ruhusa, kawaambia maswahaba zake, hamieni Madina. Fa'azamat ummu salamata wa zawjuha ala an yakuna awwala almuhajirin firaran bidinihima. Wakakusudia, wakaazimia ummu salama radhiyallahu anha wa zawjuha radhiyallahu anhu, wote wale wakaazimia wawe miongoni mwa wa kwanza watakaohamia Madina, tena firaran bidinihima, wakikimbia kwa ajili ya kunusuru dini yao, watakhallusan min adha Quraish, na kujiepusha na maudhi ya Makuraish. Nasikia maisha ndugu zangu, wamekimbilia Ethiopia, wamerudi Maka, wanachukua msafara wa kwenda Madina. Huu ndio Uislamu. Hii dini hii lazima inataka mihanga. Lakini hijrata ummi salamata wa zawjiha, lakini kuhama kwa ummu salama pamoja na mume wake radhiyallahu anhuma, lam takun sahalatan muyassaratan kama khuyila lahuma. Lakini kuhama kwa ummu salama yeye pamoja na mume wake radhiyallahu anhuma haikuwa ni vyepesi kama ilivyotegemewa. Wao walikuwa wanajua watatoka wanaenda, ilikuwa sio vyepesi, palitokea tokeo nzito. Wa inma kanat shaqatan murratan, bali kuhama kwao ilikuwa ni jambo nzito la matatizo na chungu. Khallafat waraaha ma'satan tahunu dunaha kullu ma'sa. Ya Rabbi, mtunzi wa kitabu alikuwa anatumia lugha ya balagha sana. Yeye anasema kuhama kwao kuliwaachia maafa ambayo yalikuwa ni mazito, au maafa yote yaliyotokea kabla yalikuwa ni mepesi, yalikuwa sio mazito. Mtunzi wa kitabu akasema, falnatruki alkalama li ummi salamata, acha tumwachie maneno kwa muda wetu wa kumalizia, tumwachie maneno mwenyewe ummu salama, litarwiya lana qissata ma'satiha, ili yeye mwenyewe atuelezee kisa cha maafa aliyowakuta. Ummu Salama anatuambia, qalat ummu Salama, anasema sasa, lamma azama Abu Salama ta'ala al-khuruj ila al-Madina, alipoazimia baba Salama, yani mume wake, kutoka kuelekea Madina, aadda li ba'iran, aliniandalia kipando hapo.
thumma hamalani alaihi, akanipandisha juu ya kipandwa. Ya Rabbi, waja'ala tiflana salamata fi hijri, akamweka mwenetu mtoto wetu Salama kwenye mapaja yangu mimi. Wa madha yaqudu bina albaira, akawa anakwenda mbele anakokota kile kipandwa, yeye anaenda ya mguu. Mke yuko juu ya kipandwa na mtoto, masafa ya kilometri mamia na. Ya Rabbi, akaenda yeye anakokota ile kile kipandwa, wa huwa la yalwi ala shay'in, wala hajali chochote kama kinaweza kumtokea. Wanaenda huko salama salimini. Lakini wa qabla an nafsila an Makkah, kabla ya kutoka nje ya mji wa Makkah, raana rijalun min qaumi. Salama anasema watu wa familia yangu, wa ukoo wangu, wa kabila yangu wakawa wametuona. Bani Makhzum wakawa wametuona. Fatasaddau lana, wakaja wakatuziwia, simameni hapa, mnaenda wapi? Waqalu li abi Salama, wakamwelekea mume wa Salama wakamwambia baba Salama, in kunta qad ghalabtana ala nafsika, ikiwa wewe umetushinda, wewe tumekulingania utoke muislamu hutaki, tumekulingania tumefanya nini, umetushinda. Ikiwa wewe umetushinda na unaamua sasa kutuhama, fama balu mraatika hadhihi, kwa nini uende na huyu mke wako? Vipi na huyu mke wako? Atatushinda, anaweza watatushinda, na ni mtoto wetu sisi. Yana hakuna hata ya kuwaza kwamba ashaolewa huyo. Wahia bintuna, huyu ni binti yetu huyu. Mtafanyaje? Fa'ala ma naturukuka ta'khudhuha minna, aje takuacha wewe mchukue umpeleke, takuachaje? Watasiru biha fil bilad, wende umpeleke kwa unataka kama nchi tofauti huko, atakuachi. Thumma wathabu alayhi, wakamvamia kama vile simba, wakamvamia Abu Salama. Wantazauni minhu intizaan, wakaninyakua, wakanitoa mikononi mwake, ukweli wa kunitoa ni kwa nguvu, pita hapa. Mme wakasukuma kule, hao ndo Makureshi. Ukafiri ni giza, yani mme na hakuna kuheshima kwamba wewe ni mkwe wala nini. Nenda wewe mwenyewe, wewe pita huko. Tayari ameshamfarikisha yeye na mme wake. Wama in raahum qaumu zawji banu Abdul Asad, sasa ukoo wa mme wake banu Abdul Asad walivyoona hivyo na wenyewe, yaakhudhunani ana wa tifli, kuona gisi banu Makhzum ukoo wa Salam, yani wanampeleka Salama, wananichukua mimi na mwanangu, wananipeleka. Familia ya mme sasa ilivyoona hivyo, hatta ghadibu ashadda alghadab, wakasirika ukweli wa kusirika. Mnaweza mkavulia heshima mtoto wetu kweli? Ukabila mnaweza makafiri wa makafiri hao. Kwa maana hapa dua nzuri sana, unaomba Allahumma armil kafirina bil kafirin wa akhrijna min bainihim salimin. Msingoje kufasiri, kitaka tafsiri tanikuta inbox huko. Naam, familia sa Salama walivyoona hivyo na wenyewe wakasirika kweli wa kusirika, wakasema la wallah, tunaapa kwa jina la Allah, la natrukul walada inda sahibatikum, na sisi hatuwezi kuwaachia huyo mtoto awe chini ya himaya yenu, awe chini ya uongozi wenu, baada anitazatumuha min sahibina, baada kumnyang'anya ndugu yetu mke wake, afu mnapeleka mtoto, mnapeleka mama na mtoto. Huyo mtoto ni wa kwetu sisi, wakao na mme hao. Mtoto liko upande gani? Ni patrimonial au matrimonial? Upande wa nani huko? Wa baba huko. Kuna nchi zenye mtoto akizaliwa anamweka upande wa mama, yani wameenda kiaina aina tu, haijulikani kama wako aje. Lakini Waarabu na si Waafrika, si ndio tuko jamani?
ubini ni kwa baba, na ndo dini hiyo. Hakuna mwenye yuko na ubini ambao ulitetwa kinyume na baba mqurani isipokuwa mtu mmoja tu, Isa ibn Maryam, ili kuwafundisha makafiri ya kwamba Wakristo ya kwamba huyo Isa sio Mungu. Wale wakasema anamuita Allah hivyo ni Mungu. Sio Mungu, hicho sio mnampa. Huyo ana mama yake, na akiwa na mama ana babu, na akiwa na babu ana bibi, ana mjomba na shangazi. Jamani, atakuwa Mungu aje yuko na familia? Kama siku yake atapendelea. Babu yake atakuja anambia wewe mwache huyo aingie peponi. Kwa ile heshima ya babu utafanyaje? Ametakasika Allah na sifa mbovu kama vile hizo wallahi. Wakasema na sisi hatuwezi kumnyang'anya mtoto, mmemkwanyua, mmemchomoa binti yetu kwa mume wake, ukweli wa kumchomoa intizaan. Afu mnataka kwenda na huyu mtoto. Fahuwa ibnuna wa nahnu aula bihi, huyu ni mtoto wetu na sisi ndo tuna haki ya kubaki naye zaidi yenu mwe. Pelekeni binti yenu, tuachieni mtoto. Nasikia mazito haya yalimkuta Salama. Thumma tafiqu yatajadhabuna tifli Salama bainahum, wakaanza sasa kusukumana, wanakokotana. Hao wanataka wabaki na mtoto, wengine wanataka wampeleke mtoto kwa nguvu. Ala mashhadi minni, Salama sa mbele yangu kabisa niko nashuhudia. Hatta khala'u yadahu wa akhadhuhu, mpaka wakachomoa mkono mtoto, mkono ukakwanguka, wakamchukua kwa nguvu. Familia ya mme wakaenda naye. Tunasema kwa ile neno Salama anasema wa fi lahzatin, katika muda mchache, wajadtu nafsi mumazzaqata shamli wahidan farida, kwa muda mchache nikajikuta moyo wangu umepasuka, nimebakia sina familia, peke yangu mwenyewe. Mme amelazimika kufanyaje? Kwenda Madina. Mtoto kapelekwa na familia ya mme, na mimi nikapelekwa na familia yangu kwa ajili ya hii dini. Leo tutasimamia hapa. Wiki kesho inshallah taala tutasikia matokeo yalikuwaje, mihanga walioifanya hao wenzetu kwa ajili ya dini yake Allah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.